Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Kipande, balozi wa mtaa wako. Ushawahi kusikia kuhusiana na EGMA? Tunamaanisha East Africa Gospel Music Awards, ikiwa ni msimu wake wa pili. Sasa sikiliza nikwambie, hapa nazungumza na waimbaji, nazungumza na producers, nazungumza na videographers, nazungumza na watu wote ambao wanahusika katika tasnia ya muziki wa Injili kuhusiana na EGMA, yani East Africa Gospel Music Awards, ambapo tarehe 1 mwezi wa 8 tunaenda kukutana pale Morocco Square. Najua unatamani sana kupata elimu kuhusiana na industry ya muziki wa Injili. Unafanya muziki wa Injili lakini unajua namna gani unaweza kupata mirabaha yako. Unafanya muziki wa Injili lakini unajua jinsi gani unaweza kuwekeza kwenye muziki wako. Sasa unaenda kukutana na wawekezaji, unaweza kukutana na wataalamu mbalimbali kwa ajili ya kupata semina juu ya muziki wa Injili. Lakini nikwambie, kubwa zaidi ni tarehe 14 mwezi wa 11 tunaenda kukutana pale The Superdome Masaki kwa ajili ya tuzo hizi, kuzishuhudia watu wakipokea tuzo zao. Bwana, nakuja hapa kuzungumza na Margaret Chacha ambaye huyu ndio mwanzilishi wa hizi tuzo za East Africa Gospel Music Awards, ukiwa ni msimu wake wa pili. Twende ndani tukazungumze naye. Nipo na madam mwenyewe, na huyu ndio mwanzilishi na mwenye tuzo zake za EGMA, East Africa Gospel Music Awards, na nazungumza naye hapa ili tuweze kufahamu sasa maandalizi yako vipi. Margaret Chacha, habari yako boss madam? Habari salama kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Shalom. Shalom. Nimefunga safari bwana kuja hadi hapa ili kuzungumza na wewe. Tunajua kwamba huu ni msimu wa pili wa East Africa Gospel Music Awards. Sasa maandalizi yako vipi kwa hivi sasa? Okay, maandalizi tunamtukuza Mungu, ndio kwanza wanasema kama ni kumekucha ni saa 11 alfajiri. Okay. Kwa hiyo maandalizi yameanza. Kwa uzinduzi itakuwa ni siku ya tarehe 1 mwezi wa 8 na itakuwa pale Morocco Square, King Jada Hotel. Okay. Floor ya 3 ya Serengeti Hall. Kwa hiyo pale ndio tutafanya uzinduzi wetu rasmi saa 8 mchana. Tukianza kuanzia saa 8 mchana hapo tutaunganisha na Artist Connect. Kwa nini tunafanya Artist Connect? Ya, kumbuka kwamba ukifika tukasema kwamba sasa tunatangaza tuzo kama tuzo, kila mtu ataweza kutoa tuzo. Yeah. Lakini je, unaleta value gani kwenye hawa wanamuziki wa muziki wa Injili? Yeah. Ni mabadiliko gani tunataka tuyaone kwenye hawa wanamuziki wa muziki wa Injili? Yeah. Ya? Tuzo kama tuzo tutatoa. Lakini tunachotaka ni kuongeza thamani kwenye muziki wenyewe wa muziki kwenye muziki wa Injili, kwamba tunaenda vipi. Mambo yanabadilika. Ya zamani sio ya sasa. Yeah. Teknoloji imekuwa. Kwa hiyo tunaenda vipi kulingana na teknoloji iliyopo. Na ndio maana sasa tunaitana na hawa waimbaji wa muziki wa Injili. Kwa hiyo tunataka kuongea. Tunaongea vitu gani? Kwa hiyo ndio maana tutakuwa na watunzi wabobezi. Tutakuwa na kuacha tu wale wabobezi na wa sasa hivi wanaokuja. Okay. Tuangalie kwamba tunaendaje. Tutakuwa na watu wa social media, ya guru wa social media. Namna gani tutaweza kuleverage kwenye mitandao ya kijamii ili kupata tija. Yeah. Unaona Lakini vile vile tutakuwa na watu kama wakina Rose Muhando. Wenyewe watakuja tuambia changamoto wakati wameanza hii safari. Okay. Na sasa hivi unamwona bado bado anaendelea kwenye huduma ya muziki wa Injili. Lakini vivyo tutakuwa na walimu wa kwaya ambao ni walimu ambao wanafundisha kwaya zetu, Roman Catholic, CCT, Pentecostal choirs. Na wenyewe watatupatia experience zao na namna gani tunavyokwenda. Tutakuwa na watumishi wa Mungu na wenyewe tutaongea nao, watatuongelesha ni namna gani. Lakini vile vile tutakuwa na presenters wa maredio na ma-TV. Yeah. Sababu hawa ndio watu ambao mara nyingi waga wanabeba content za muziki wa Injili. Yeah. Kwa tuwaulize ni vitu gani ambavyo vinawafanya wengine wanahojiwa sana, wengine hawahojiwi sana. Wengine wanaitwa sana studio, wengine hawaitwi sana studio. Okay. Shida iko wapi? Na kama tunaenda vipi? Okay. Yeah. Kwa kifupi itakuwa ni semina ambayo itaenda kudadavua mambo mengi kwenye industry ya gospel. Kwenye industry ya gospel. Na mwaka huu sasa categories ziko vipi? Labda kuna vitu vimeongezeka au ni kama last year? Nadhani mwaka huu kuna category ambazo zimeongezeka.
Za last year nadhani zilikuwa zimekaa vizuri. Kama last year unakumbuka, tulikuwa na kategoria ya kwaya zetu zote, ndio, kuanzia Roman Catholic, tuna KKT, tulikuwa tuna Pentecostal kwaya, kuna Sabbath, Adventista wa Sabato, kwa hiyo it's a vast, unajua ndio raya East Africa Gospel Music Award. Tulikuwa na ma producers, tulikuwa na ma director wa muziki wa Injili, tulikuwa na vyombo vya habari ambavyo vinapeleka muziki wa Injili na maudhui ya Kikristo, tulikuwa kwa hiyo presenters, best presenters, kwa hiyo vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo uzuri wa IGMA ni kwamba tumejikita, kuna matamasha yale makubwa ya muziki wa Injili lakini mwaka huu vile vile kuna vitu ambavyo vinaongezeka. Kutakuwepo na tuzo ya watoto ambao wanakuja ili kwa ajili, kwa sababu ni mwaka huu, ukiangalia theme ya mwaka huu ya Artist Connect ni legendary, passing the batons to the upcoming ones. Kwa hiyo ndio theme ya mwaka huu. Kwa legendary, passing the batons to the young ones. Na vigezo vya hawa waimbaji kuja kwenye Artist Connect, kuna vigezo vyovyote au mwimbaji yoyote akivuiwa kuja anaweza akaja akashiriki? Artist Connect, uzuri kama unataka kushiriki, utaweza kwenda kwenye website yetu kufanya registration. Kwa hiyo registration iko wazi, utaweza kuingia www.eagma.co.tz. Ukienda pale tu utaingia pale, utaambiwa register. Artist Connect register. Kwa registered hapo, kisha register utapata kadi yako, utatumiwa kadi yako. Utatuma namba yako ambayo kwenye WhatsApp, hapo utapata kadi yako. Kwa register, ingia kwenye website, register yourself. Kisha register pale, utapata invitation yako. Na hizi kazi za waimbaji ambazo zinakuwa zinaingia kwenye category, zinaingiaje? Vigezo viko vipi? Au mwimbaji mwenyewe ndo anapeleka kazi yake, au nyinyi kama nyinyi waandaaji mnakuwa na kazi ambazo mmezipitia mnaziselect? Uzuri wa IGMA ni kwamba tuna mifumo. Kwa tuna system and structures. System and structure in such a way kwamba, cha kwanza tuna wananchi. Wananchi wenyewe kazi yao ni kuongea. Wenyewe ndio wasikilizaji, si ndio hivyo? Yes. Wenyewe ndio wanasikiliza hizi nyimbo. Kwa hiyo cha kwanza wananchi watanominate. Tunataka wananchi waongee. Kwa watu wote wataongea, wataingia kwenye mtandao wetu www.co.tz, igma.tz, watatuma wanaofikiria nani ni bora zaidi, au muziki gani wanaopenda zaidi, wa worship, sijui wa praise, wa mahadhi gani, kwa sababu tuna different mahadhi ya muziki wa Injili. Kuna mapiano, kuna singeli. Singeli pia imo. Kwa hiyo ni kwamba tutakuwa, kwa hiyo watu wanaongea. The good thing of IGMA, tukimaliza watu kuongea, kwa sababu public votes waga ni 50%. Alafu tunakuja ka committee. Kwa committee ambayo ni kamati. Kamati ina 20%. 20% kwa wanaingia na wenyewe wana vote. Tukimaliza hapo tuna judges. Judges wana 30%. Tukimaliza hapo, after sasa tuna ile board of directors. Kwa board of directors tunakuja, tunakaa, tunayaombea. Alafu ndio baadaye tunakuja tunatangaza wale walioingia kwenye kinyang'anyiro sasa cha voting. Kwa tarehe 20 Septemba ndio tutatangaza kuhusu voting. Margaret, hizi tuzo unaona zimekuwa na tija kiasi gani, na tangia umezianzisha zimeleta chachu gani kwa waimbaji hivi sasa tangia zimeanza? Of course ni msimu wa pili, lakini naamini kuna kitu ambacho umekiona. Nini umekiona? Nadhani wakati mwaka jana wakati tumeanza movement ya tunasema sasa less gospel music iwe juu. Nadhani tulivyoanza tukutangaza, nadhani umeshaona sasa hivi matamasha ni mengi mno. Na kuna activities nyingi sana za gospel. Uongo kweli? True. Kwa kuna wave ya gospel ambayo inaendelea. Kwa hiyo kwa namna hiyo, since tulivyoanzisha IGMA, nadhani hata tuzo nyingi zingine unazisikia nyingi zinakuja za gospel also. Kwa mimi kwangu mimi nitaweza kusema kwamba namshukuru Mungu. Hata ukiangalia Kenya kuna tuzo mpya zimeanzishwa baada ya IGMA. Wengine walikuwa ndani ya kamati lakini wameanzisha za kwao. Walikuwa ndani ya kamati ya IGMA. Ndani ya kamati ya IGMA. Lakini na wenyewe wametoka hapo wameanzisha za kwao. Kwa
kwa sababu hii yote ni kwamba unaona kwamba bado kuna uhitaji na kwa namna hiyo wote tunamtumikia Mungu sababu mwisho wa siku ni ku appreciate mimi Igma kama chombo hakiwezi kufanya chenyewe tu kwamba usema kwamba kiwa appreciate. Kuna wengine ambao utaweza kukuta kwamba hawaonekani labda au kuna yani kuna mfumo labda saa nyingine una nani, sababu public sisi kwetu sisi tunaangalia public wanataka nini lakini vile vile kamati lakini kuna wengine ambao vile vile ndio maana nasema tunamtumikia Mungu kwa pamoja. Kwa namna hiyo basi mimi naona kwamba imeongeza chachu kubwa sana. Tokea tulivyoanza ile mwezi wa pili mwaka jana kuna matamasha makubwa sana yamefanyika na kuna vitu vingi vya gospel vimefanyika na ndicho ambacho tulikuwa nataka tukione. Na ukiangalia kwamba hata mwaka jana tulipeleka tuzo kwenye mlima Kilimanjaro. Tukamwambia Mungu wakati tunapanda tukiupandisha pale ile tuzo kileleni na mapartners wetu kileleni kwamba mziki wa Injili uwe mkubwa zaidi kuliko mziki wowote ule. Na ndicho kilichofanyika. Wow, hiyo nzuri sana. Na ya mwaka huu nisikose, mwaka 2023 nilipanda mpaka Uhuru pale mwisho. Kwa hii nao pia nisikose, niipeleke pia. Sawa. Naona kuna kuwa na categories za waimbaji wa East Africa. Watu wengi huwa wanajiuliza hawa waimbaji huwa wana connect vipi, wanashiriki vipi nao kuingia katika hizi category za tuzo hizi za Igma. Zinakuwaje? Wanatuma kazi zao na wao wanajiregister au kuna namna nyinyi kama waandaaji mnajaribu kuwa nominate moja kwa moja? Ni kwamba sisi hatuwa nominate. Wanajinominate. Yani mfumo unaotumika Tanzania ndio mfumo unaotumika Uganda. Ndio mfumo unaotumika Kenya. Ndio mfumo wa Burundi, kwa sababu uzuri wa siku hizi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya social media. Tunamshukuru Mungu vile vile hata kama Uganda tuna watu ambao wanabeba hii kazi yani ya Igma. Sio kwamba nimekaa Tanzania kwamba kazi nchi zingine haziendelei. Hapana. Kama mwaka jana tulienda Kenya. Nilisafiri mpaka Kenya, nikaenda Uganda ndio kuintroduce kwa mara ya kwanza. Lakini mwaka huu tayari tuna watu wako kule ambao ni those we call them national directors. Kwa wenyewe kule wanaendelea na wenyewe na michakato. Wakati vile vile tunavyotuma huku vitu na watu vile vile wanafuatilia. Kwa hiyo na watu kule wananchi na wenyewe wana vote kwa ajili ya watu wao. Kama mwaka jana ilikuwa ni national campaign kwa Uganda wenyewe. Watu hawalali wenyewe kazi yao na wamasishana kwenye makanisa wanapiga kura. Kwa hiyo watu ni kwamba wanapiga sana kura. Yani kwa hiyo ni mfumo ni wa wote. Ya kinachofanyika Tanzania ndicho kinachofanyika Kenya, kinachofanyika Uganda, kinachofanyika Burundi. Kila mtu, ndio maana tunasema kwamba kila mtu ana uhuru wa kutuma maoni yake. Anamchagua kama ni fulani labda Christina Shusho hivi ni muziki fulani wanatuma. Tukimaliza sasa kamati na yenyewe inaingia muziki fulani kweli, lakini vile tuna committee ambayo yenyewe ni ya research. Wenye kazi yao kufanya tu research na kuhakikisha kweli kile wananchi wanachokisema ndicho cha kweli jamani. Na huu muziki kweli huu wimbo ni kuanzia mwaka huu mpaka mwaka huu. Kwa we have team ya research also. Tuna waimbaji wa kongwe umemtaja hapa Rose, ukatolea mfano kwamba kwenye seminar kuja kuzungumza na upcoming na waimbaji wengine. Lakini mimi nafikiria extra zaidi kwamba hawa waimbaji wa kongwe wapo wengi na wengine wameingia kwenye utumishi moja kwa moja, ni wachungaji na kadhalika. Natamani kusikia kutoka kwako, licha wa kuwatumia kwenye seminar kama hizi kuja kuzungumza na waimbaji ambao ni upcoming, tarehe 14 mwezi wa 11 ambapo tuzo yenyewe inafanyika, kuna kitu gani special ambacho au itakuwa surprise labda ambacho waimbaji wa kongwe tunaweza tukakishuhudia siku hiyo? Nadhani Igma sasa hivi inaenda beyond waimbaji. Ukiangalia sasa hivi Injili watu wanaongea, kwa sababu wale waimbaji wenyewe wanatumia lyrics au melody kufikisha ujumbe. Lakini ukiangalia gospel ilivyoanza, kuna watu wakubwa sana kama wakina mzee wetu Moses Korola, the late Mama Gertrude Lwakatare na wengine wengi ambao wamefanya mambo makubwa sana katika gospel. Na Mama Lwakatare nakumbuka kuna kipindi hata alikuwa aliwatunukia tuzo wana muziki wa Injili. Kwa apart from hiyo ni kwamba Igma nadhani ndio sasa kuona fathers of faith ambao wamefanya mambo makubwa sana. Na ambao hamna mtu ambaye kusema kwamba jamani you did this. Najua Mungu atawalipa. Wana taji yao mbinguni, lakini lazima tu recognize.
Lazima tu recognize. Kila mtu anapenda kuwa recognized. Kwamba tunawakumbuka hata kama hampo, kuna kazi mlioifanya, kazi yenu ni njema, bado inaishi. Na ndio maana unaona sasa hivi watu tuko freely, tunamshukuru Mungu na system na structures zilizoko sasa hivi, watu wanahubiri freely. Unaona ni freely, lakini kuna watu walilipa gharama. Wengine misinterpret, lakini wenyewe walisimama in the faith, wakahakikisha kwamba vitu vinaenda sawa. Sasa tamasha lenyewe, tuseme tuzo lenyewe zinafanyika tarehe 14. Itakuwa ni 14 Novemba. Kwa hiyo mambo ni mengi, yani mpaka tukifikia tarehe 14 Novemba, yani uzuri wa IGMA unajua IGMA, yani the beauty of IGMA, Mungu mwenyewe ndo anaiendesha. Yani vitu ni vingi unajua mpaka ifike mpaka kwenye tuzo. Nadhani mwaka jana uliona. Ndio. Yani mambo yalikuwa na mwaka jana naona ubunifu ulikuwa mwingi sana. Natamani utuibie labda mwaka huu, au itakuwa ni surprise. Mwaka huu ni ya moto zaidi kuliko mwaka jana. Okay. Sawa. Pale the Superdome itaanza saa ngapi? Tuzo zenyewe watu wanaanza kuingia ukumbini saa ngapi pale? Sasa hayo ni mambo ambayo yatakuja sasa hivi. Tuongelee Artist Connect tarehe 1 mwezi wa 8. Yani hiyo ndio sasa hivi tunaiongelea. Sababu hapo ndio huo msingi unajua yani hapa sasa hivi tunaanza kuongelea msingi. Artist Connect tarehe 1 mwezi wa 8. Tukimaliza hapa kwenye huu msingi ambao tunaujenga sasa hivi, ndio sasa tunaingia sasa, tunaanza kuweka tofali moja baada ya jingine. Kwa tarehe 1 mwezi wa 8 ninasema sio ya kukosa. Kwa nini sio ya kukosa? Pale ndio tunapojenga msingi wa muziki wa Injili. Sawa. Kuna waimbaji hawa ambao tunawaona wapo mitaani. Wengine kwa mfano kama kuna mwimbaji mmoja ambaye ni mlemavu, nadhani ushaona na trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Nadhani tuzo hizi zingekuwa chachu pia ya waimbaji kama wale, na nadhani sasa hivi kuna zile activation ambazo zinafanyika za hapa na pale kuelekea tarehe 1 mwezi wa 8. Watu kama wale kuelekea tarehe 1 mwezi wa 8, mna kitu gani ambacho labda mmekiandaa kwa ajili yao, vitu kama hivyo, kama kuwatembelea? Unajua uzuri wa IGMA ni kwamba hatuendi mbali kwamba tunaamka tu tunaenda. Kunakuwa na mipango. Kunakuwa na maelekezo. Hata kuja kutangaza kwamba msimu wa pili umerejea, mimi nisingesikia naambiwa au nimeambiwa sasa ndio nenda, nisingeenda. Kwa mimi ninachofuata ni yule aliyenipatia hayo maono. Akiniambia nenda kafanya hiki, nitafanya. Lakini kama sijasikia nenda, siwezi kuondoa mguu wangu, bora tu nikae. Kwa hiyo ni tuzo ambazo ni kwamba kila kitu kinaenda na mpangilio. Kwa hiyo nikiambiwa nenda, nitaenda. Hajaniambia nenda, huwezi kujua ni wakati gani mwenyewe anataka tufanye twende. Sababu mimi najua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa procedures, ni Mungu wa order. Yani sio Mungu ambaye anakurupuka. Nadhani ni Mungu ambaye anaweka kila kitu na si unajua tena. Kwa mtoto wa mwaka mmoja huwezi kumtushia kitu cha mtoto wa miaka 8. Kwa nadhani even the same as IGMA. Kwa ni taratibu, akitupatia maelekezo sisi tunafanya. Tarehe 1 mwezi wa 8, naweza tukasema kwamba ndio mambo yanaanza sasa. Mambo ndio yanaanza kwa sababu ndio siku ambayo tunasema uzinduzi wa msimu wa pili Artist Connect. Na nikwambie wewe kama mwimbaji au msanii, ni siku ambayo si ya kukosa, kwa sababu ni siku ambayo utaenda kupata picha halisi sasa ya tuzo hizi za IGMA. Kwa sababu pia ukiambiwa unakuja kupata darasa, waimbaji wengi wamekuwa wakiongea kuhusu mirabaha huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa sababu unaenda kukutana na wataalamu wenyewe, watakupa elimu. Wewe mwimbaji utapata elimu pia namna ya kuwekeza kwenye tasnia yako ya muziki wa Injili. Unafanya muziki muda mrefu, lakini unajiuliza mbona mimi kuna mahali sifiki, wapi nakosea? Kwa maana hiyo basi kamati nzima imeamua kukutanisha na hawa wataalamu. Lakini pia unafanya kazi ambazo unaona kama mtu wa kamera, videographers, madirector na kadhalika. Unasema mbona sipati kazi za nje, hata hapo Kenya tu, hata hapo Uganda, wapi nakosea? Hiyo ndio siku ya kwenda ili uweze kupata elimu kama hiyo. Au nitakuwa nimekosea hapo? Siku ya mambo yatakuwa ni mengi. Mambo ni mengi, mambo ni moto. Na watu wataulizwa maswali magumu. Na majibu lazima yapatikane. Mimi nakupongeza sana. Hongera sana madam.
na naamini baadaye haitokuja kuwa tena East Africa Gospel Music Awards, inaenda kuwa global kabisa. Tunamtukuza Mungu kama mwaka jana Mungu alifanya namna ile, tunajua mwaka wa pili Mungu atafanya makubwa zaidi, mwaka wa tatu nadhani tutazidi kwenda pakubwa zaidi. Kwa tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo neema aliyoiachilia. Sawa, tuwakumbushe namna ya kujiregister ili kuweza kufika tarehe 1 mwezi wa 8. Okay, namna ya kuregister kama unataka kuja kwenye Artist Connect, unaingia kwenye website yetu ambayo ni www.eagma.co.tz. Ukifika pale kwenye nani tu utakuta kwamba register for Artist Connect. Hapo utafanya registration, lakini vile vile usisahau tuna namba yetu ya simu utaweka kwenye WhatsApp. Kwa ni 0740000161. Naomba tena nirudie, ni 0740000161. Basi mimi nikutakie kila laheri na maandalizi mema. Mimi naamini mambo yatakuwa mazuri sana. Amen. Amen. Nashukuru sana. Asante sana. Okay.